ukisoma Qur'an utazikuta aya kama hizo, kama aya 100 ya surah at-Tauba, aya 115 ya surah an-Nisa. Zote zinamuhimiza Muislamu kufuata njia ya wema waliotangulia na kumtahadharisha hatari ambayo inamkabili kwa kukhalifu kwake njia hiyo. Kwa hiyo basi, ikiwa ndio hivyo, ina maana kwamba yoyote ambaye atadai kwamba ni mimi ndiye katika wale waliokuwa wameokoka, basi ni lazima apimwe matendo yake, ibada zake, tabia zake, na kubwa zaidi akida yake na manhaji yake ya da'wa. Je, inalingana na manhaji ya ahli sunna au manhaji ya masahaba na mfumo na minhaji an-nubuwa au la? Ikiwa la, basi huyo amekula hasara na madai yake ni ya uongo, kwa sababu albayinatu ala almudda'i, lazima ushahidi uletwe kwa yule mwenye kudai, mwenye madai. Sasa sisi tumesema huwa tutazungumzia alfarqu, tofauti iliyopo baina ya da'wa ya ahli sunnati wal jamaa au da'wa ya salaf salih na da'wa nyinginezo. Kuna tofauti kubwa baina ya da'wa ya salaf as-salih na da'wa nyingine zisizokuwa hizo. Sasa miongoni mwa tofauti ambazo zinajitokeza hii leo baina ya makundi yaliyopo katika ulimwengu, da'wa ya salaf as-salih katika njia wanayoipita na utaratibu wanaofuata, jambo la kwanza kabisa kubwa ambalo wanalingania ni masala at-tasfiya wa at-tarbiya. Da'wa ya ahli sunnah wal jamaa na da'wa ya salaf as-salih inatofautiana na da'wa nyingine zote. Yani mfumo wa masahaba katika da'wa, mfumo wa mtume sallallahu alaihi wasallam katika da'wa, na mfumo wa wale wenye kufuata mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam katika da'wa na ulinganizi unatofautiana na mfumo na mifumo ya da'wa nyingine zote. Na sisi tunasema ya kwamba yoyote atakayeacha njia hiyo na mfumo huo, bila shaka huyo atakuwa amekula hasara na da'wa yake haiwezi ikaleta natija na thamara ambayo ni bora. Ahli sunnati wal jamaa wao katika manhaji yao na njia yao wanakwenda na at-tasfiyatu wat-tarbiya. Da'wa ya ahli sunnati wal jamaa inakwenda juu ya at-tasfiya wat-tarbiya. Nini maana at-tasfiya wat-tarbiya? Maana yake ni kusafisha, kadhalika na kulea. Da'wa yoyote ambayo haina msingi huu wa kusafisha safi, tunafahamu kwa mujibu wa maelezo tuliyotoa kwamba itikadi za watu zimechafuliwa. Yani ile bomba ambalo, mtiririko wa bomba ambalo limekuja katika, yani kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, bomba la Uislamu ambalo limepitisha Uislamu kutoka kule kwenye chemchemu katika al-manba' wal-ma'in as-safi, kutoka kwenye chemchemu ile yenyewe ambayo ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpaka kufika kwetu sisi katika zama za sasa. Bomba hili limepita katika mapito mengi mno na ikasomba uchafu mwingi, na bila shaka tunafahamu kwamba tulu zaman wa tulu al-masafa, urefu wa wakati na urefu wa masafa umeathiri juu ya ujio wa Uislamu na mafundisho ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwa watu wa zama za kileo. Uislamu umepita katika mapito mengi mno, hivyo watu wakawa wale walionakili Uislamu wameathirika kwa mujibu wa takalidi na mila na desturi za mahali wanapoishi. Na ndiyo sababu, na ukiangalia, na ndiyo vyanzo vya farqa. Kuna watu ambao wao waliuona Uislamu na kuutasawari, kuangalia kwamba hata kuyafanyia difaa na kuyahami mambo ya aqida ila kwa kutumia logic na falsafa za Kiyunani. Wako waliofanya hivyo. Kuna watu ambao walikuja kwa jina la Uislamu kwa lengo la kuuhami Uislamu, lakini wakaona kwamba Uislamu tunaweza tukauhami dhidi ya maadui, lakini kwa kutumia njia za kimagharibi na njia za maadui kwa kuuhami Uislamu. Nadhani hili linafahamika kwamba katika baadhi ya tawala za daula la Abbasiya vilifanyiwa tarjama vitabu vya logic za Kigiriki,
watu walitoa vitabu katika nchi za Kigiriki, yani Greece, Athens, kutoka al-Yunan, miji ya Yunani, vikaletwa vitabu vile vya kina Aristotle na vile vile kina Plato na wengineo katika mafalsafa waliokuwa kabla ya Isa alayhi salatu wassalam. Vikafanya tarjama vitabu vile, watu wakasoma mantiki iliyomo mule na falsafa zilizomo mule kwa lengo la kuunusuru Uislamu. Lakini matokeo yake wakaja wakauvunja Uislamu, kwa sababu wao waliona kwamba yale wanayofanya ni mambo ambayo ni musallama, ambayo la raiba fiha, na hali ya kuwa ni vitu ambavyo ni dhanniyat, ni takhminat, ni takharrusat, in yadhunnuna illa dhanna, ikawa ni vitu vya kubuni. Kwa hiyo Uislamu ukawa umevurugika kwa hilo, yakazuka makundi. Kuna makundi kama kundi la Jahmiya mathalan, wafuasi wa Jahm bin Safwan walikuja na fikra katika asma'ullah wa sifatuhu, wakapinga majina yote kwamba Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu hana majina wala hana sifa. Wakasema hivyo kwa sababu ukisema kwamba ukisema ana majina na ana sifa, basi itakuwa yeye Allah tabaraka wa taala ametaaddad, yani waungu wengi. Kwa hiyo wakasema Allah hana majina wala hana sifa, wakapinga moja kwa moja. Na Allah katika Qur'ani anasema walillahi al-asmaul husna fad'uuhu biha, Allah ana majina mazuri, muombeni kwa majina yao. Wanasema la asmaa laha, la asmaa lahu, Allah hana majina, wakapinga majina ya Allah. Kadhalika wakapinga itikadi ya kwamba ar-rahmanu ala al-arshi istawa, na isitoshe kwa sababu wakasema kwamba ukisema Allah yuko ndani au Allah yuko katika arshi au yuko juu ya arshi, basi utakuwa umemweka ndani ya kiumbe. Kwa sisi tunasema Mwenyezi Mungu la fawq wala taht, Allah hayuko juu wala hayuko chini, la yamin wala shimal, hayuko kulia wala hayuko kushoto, la dakhil alalam wala kharija, hayuko ndani ya dunia wala hayuko nje ya dunia. Yuko wapi Mungu? Ina maana hakuna Mungu. Lakini wao wanaona kufanya hivyo wameutetea Uislamu, kumbe wameuvunja Uislamu. Akida hizi na itikadi hizi zikaja zikarithiwa na watu, fakhalafa min ba'dihim khalfun. Ikaendelea hali hiyo, wakajitokeza Mu'tazila ambao ni wafuasi wa Wasil bin Ata, wakataka kukusanya baina ya njia ya Ahlusunnah wal Jamaa na njia za Jahmiya. Wao wakayapinga, wakakubali, wakathibitisha kwamba Allah ana majina, lakini wakapinga sifa za Allah tabaraka wa taala, wakasema Allah hana sifa. Wakathibitisha majina lakini sifa hana. Sasa Allah hasifiki kwa chochote, ni samii bila sam'i, anasikia bila kuwa na usikivu, basir bila basar, ni mwenye kuona bila ya kuwa na uoni, alimu bila ilmi. Akawa wanasema Mwenyezi Mungu Allah ana elimu bila ya kuwa, yani ni mjuzi bila ya kuwa na elimu. Wakaleta ajaib, maajabu mengi katika ulimwengu wa Kiislamu. Wakajitokeza baadhi ya watu ambao sasa walikuja kuipinga njia ile, na alikuwa ni Ibn Kullab, na baadaye Abu al-Hasan al-Ash'ari akaja akafuata mwenendo huo wa Ibn Kullab, wakawa wanaitwa Kullabiyya, wanawapinga Mu'tazila, kadhalika wanawapinga Jahmiyya, lakini wote ni katika Jahmiyya katika sampuli fulani. Wao wakakubali majina na wakakubali sifa, lakini baadhi ya sifa wakathibitisha sifa 7 za Allah tabaraka wa taala, zote wakazipinga. Lakini mwisho al-Imam Abu al-Hasan al-Ash'ari akaja akajivua na itikadi ile, akaithibitisha itikadi ahli sunnah wal jamaa kwenye kitabu chake al-Ibana fi usul ad-diyana na vinginevyo katika vitabu vyake. Kwa hiyo ukiwaangalia Waislamu duniani katika masala ya aqida, utakuta tofauti kubwa juu ya Mola wao. Ukiwaangalia Waislamu juu ya mtume wao sallallahu alaihi wasallam, utakuta tofauti kubwa. Sasa ni lazima kwa dai ambaye anataka kuwalingania watu katika njia sawa sawa, lazima aifanyie tasfiya aqida ya Kiislamu, alinganie katika kufanya usafi aqida, ibaki ile aliyofundisha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sio aqida na itikadi iliyofundishwa na Murji'a wala Khawarij, wala itikadi iliyofundishwa na Qadariyah wala Jabriyah, wala itikadi waliokuwa nao Rawafidh wala Nawasib, wala itikadi waliokuwa nao Mu'tazila na Jahmiyya.
bal i'tiqadi ahli sunnah wal jamaa la sharqiyata wala gharbiyya, ni wasat. Bila shaka ikifanyika hivyo khairi itapatikana katika umma wa Kiislamu. Ama tukifumbia macho hayo, basi khairi haiwezi ikaja, kwa sababu uvundo utakuwa bado umejaa katika safu za Waislamu. Kadhalika katika ibada, kuna mambo mangapi katika dini yamezuliwa hii leo? Kuna mambo mangapi katika dini ambayo yamezuliwa katika ibada? Watu wanayafanya wakiitakidi kuwa ni dini, na hali ya kuwa hakuyafanya wala hakuyafundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala hawakuyafanya mambo hayo wema na masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na waliokuja baada yao. Pamoja na kwamba sababu ya kufanyika jambo hilo ilikuwepo na hakukuwa na kizuizi, lakini hawakufanya. Bila shaka ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ameliwacha jambo asilifanye wala asilifundishe, na hali ya kuwa sababu ya kufanyika jambo hilo iko na hakukuwa na kizuizi, basi jambo hilo kuja kulifanya leo hii itakuwa ni bid'a. Na wangapi wenye kufanya mambo ya sampuli kama hiyo? Sasa kunyamazia mambo haya ni kwamba ni kunyamazia upaulo katika dini. Kunyamazia mambo haya ni kunyamazia upaulo katika dini. Kivipi? Kwa sababu kina Paulo wameandika mengi katika dini yao yasiyokuwemo katika vitabu vyao kwa ajili ya kutaka kupotosha umma. Sasa na sisi tukiyanyamazia kimya mambo ambayo hakuyafundisha sayyidul anbiya wa imamul mursalin Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tukayanyamazia kimya mambo hayo, tukasema kwamba tukiyasema italeta faraka katika mjitama, tuyaache kama yalivyo, la, itakuwa sisi tunaendeleza kubakisha katika dini vitu ambavyo havikufundishwa. Kwa hiyo lazima dawa isimame katika pasfi na tarbia, isafishe na iweke usafi na mazingira yabaki kuwa safi. Leo Waislamu katika sala zao, ikiswaliwa swala hapo itaswaliwa swala ile ambayo akufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hali ya kuwa Mtume yunadi bi a'la sautihi wa yaqul sallu kama raaitumuni usalli. Watu wanaswali kinyume na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hali ya kuwa Mtume akiwaambia swalini kama mlivyoniona nikiwa nikiswali. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam swala yake imenakiliwa kwenye vitabu vya ilmu katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, vitabu ambavyo vimekusanya sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam ambazo ni sahiha. Leo umma unakwenda kinyume na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Utamwona Muislamu mathalan anaingia katika swala usalli analitania jambo ambalo si lile alilofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume hakutufundisha namna hiyo. Nia haitamkwi. Nani kasema kwamba nia inatamkwa? Lakini Waislamu wanafanya na mingineyo. Leo utakuta watu baada ya swala kumaliza kutoa salamu, basi yataletwa maneno ambayo si aliyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunafahamu utaratibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, baada ya kumaliza swala usema nini? Akileta istighfar kwa utaratibu alioweka yeye, akileta zile adhkari maarufa. Ukisoma kwenye vitabu vya sunna utakuta al-Fatiha, huwezi kukuta vitu kama, lakini watu wanafanya, sio? Ni jambo ambalo liko kinyume na sunna, liko kinyume na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa ukiona watu ambao wanasimama wakizungumza katika da'wa zao, hawayapigi vita mambo haya na kuelimisha watu, kwa sababu jambo kubwa ni kuelimisha. Hawaelimishi watu kuwakataza mambo kama haya, kwamba haya ni katika yale yaliyozuliwa ambayo hayakufundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani kwa maana hawataki kufanya tasfia katika dini, basi ujue kwamba hao hawawezi kufaulu katika da'wa yao, kwa sababu wanakwenda kinyume na da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hanyamazi munkar. Alimwambia Abu Dharr radhiyallahu anhu, Jundub bin Junada al-Ghifari, innaka mru'un fika jahiliya, hakumwacha. Kadhalika na wengineo, kila anayefanya jambo haachi kama liko kinyume. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akibainisha. Kwa hiyo sisi tutakao tuwaelimishe watu, tusiwahadae tukawaambia hamna tatizo, yapo, kila mmoja ashike msimamo wake, tuweni kitu kimoja. Na huku ndani kuna takataka chungu nzima zilizoletwa, hatujui zimetokea mashariki au magharibi katika safu ya Uislamu. Bila shaka ni kuwapotezea Waislamu wakati wao. Kadhalika upande wa akhlaq, kadhalika katika manhaji ya da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam
ni ile inaelezwa na Allah katika Qur'ani, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin. Waambie hii ndiyo njia yangu, qul hadhihi sabili, waambie kwamba hii ndiyo njia yangu, ad'u ila Allah, ninalingania kwa Allah, ala basiratin, kwa elimu na basira. Hii ndiyo njia yangu, nalingania watu kwa Allah, ala basirati ana wa man ittaba'ani, mimi na wale ambao wananifuata mimi, wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin. Na kutakasika na makosa na upungufu na aibu ni kwa Allah tabaraka wa taala, na hali ya kuwa mimi si katika washirikina, yatabarra minal mushrikin. Na hiyo ndio da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa ndugu zangu, ikiwa sisi hatutaufuata utaratibu huu vile vile katika da'wa, tasfia katika da'wa, vile vile kufuata njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Njia ya Mtume imejengeka katika misingi ya ikhlas, kadhalika imejengeka katika misingi ya elimu. Sasa leo akisimama mtu akisema mimi jamani sina aya hata moja, lakini akaanza kulingania, basi ujue anakwenda kinyume na utaratibu wa da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mimi sina aya hapa, nimesimama sina aya wala sina hadithi. Wasimama wasubiri nini? Kaa chini. Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alichotuamrisha sisi kufanya jambo la kwanza kabla ya kusema, kabla ya kutenda, ni kama vile alivyosema al-Imam al-Bukhari, babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Huu ni mlango ambao utakuwa unazungumzia kwamba elimu ni kwanza kabla ya kusema na kutenda. Kisha akataja aya Allah tabaraka wa taala inayosema fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik walilmu'minina walmu'minat. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah, jua kwanza ilmu, annahu kwamba hali na shani, kwa sababu ni dhamiru shani, kwamba mambo yalivyo, la ilaha illa Allah, tauhid. Kwa hiyo ilmu itangulie kwanza katika da'wa. Tasfia katika da'wa ni muhimu, yani da'wa katika tasfia katika da'wa lazima ifanyike da'wa ya kufanya usafi katika da'wa, kwa sababu yoyote atakayesimama bila ilmu atapotosha. Na ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama katika matabirio yake asema sallallahu alaihi wasallama, satati alaikum au sayati alaikum innaha satati ala an-nasi sinuna khadda'a, kwa hakika itawajilia watu miaka ya hadaa, yusaddaqu fiha al-kadhibu, atasadikishwa katika mwaka huo miaka hiyo mtu muongo, atasimama mtu muongo. Sitajua sisi katika mambo ya kisiasa watu huzungumza uongo wa mwisho mtu anautumia. Ataomba kama ni kura pale, atasimama atadanganya, watu wakimpigia makofi na kumshangilia, mimi nikipata nitawafanyia hivi, kila nyumba itakuwa na trekta, kila nyumba trekta, hamna wasiwasi kabisa, itakuwa hivi na hivi. Akishapata miaka 5 ikisha, anakuja tena kuwadanganya, anawaambia ile miaka ile mimi nilikuwa najizatiti mimi kiuchumi. Unajua ukiingia kule lazima ujizatiti kiuchumi. Sasa miaka ile nimeona kwamba nijitumikie mimi, wewe nawaomba miaka 5 mingine mnipe, sasa hii ni yenu. Yusaddaqu fiha al-kadhibu, atasadikisha mtu muongo. Wayukadhabu as-sadiqa as-sadiq, la takadhibisha mtu mkweli. Ukisimama qala Allah wa qala ar-rasul la taf'alu kadha if'alu kadha, amesema Allah, amesema tuambia nini maana huyu? Atakadhibishwa mkweli. Ahlul ilmi watakadhibishwa, hawatakiwa maneno yao mpaka uwe muongo laghai, mpaka mtu ajue kwamba huyu asema uongo lakini anamkubalia, na kusifia uongo na kuupamba kwamba uongo wake si mchezo, ajua siasa yule. Kwa hiyo watu mara ngapi wanadanganywa, mara ngapi uongo unatumika, mara ngapi, lakini unasadikishwa. Ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa yu'tamalu fiha al-kha'inu, na ataaminiwa mtu mwenye khiana, mtu ambaye ni tapeli kupita maelezo ataaminiwa. Wa yukhawwanu fiha al-amin, na atatiwa khiana mtu mwaminifu. Kisha akasema wa yantiqu fiha ar-ruwaybidha, na atatamka kwa wakati huo, atazungumza ruwaybidha. Neno hili likawa ni geni kwa masahaba. Qila wa man ruwaybidha, ni kina nani ruwaybidha?
qala as-safih, akasema ni mtu mpumbavu, yatakallam fi amri al-amma, atakayezungumza kuzungumzia watu wote. Au katika riwaya mru'un tafih yatakallam fi amri al-amma, mtu ambaye ni mpumbavu jahil min himari hakim, atasimama atawazungumzia watu. Mtu mjinga hakusoma, lakini yeye ndiye atakayesimama atakuwa anawasemea Waislamu. Umesoma wapi? Lini? Na kitu gani unachokisoma wewe? Utaeleza nini? Huoni kwamba dini inataka ilmu? Lakini watu hawajali. Ndio sema kwamba mtu anayesimama utakuta anazungumza ni mjinga min himari hakim. Kuna bwana mmoja anasema, mshairi anasema, qala himaru al-hakim tuma law ansafa ad-dahr au law ansafuni la kuntu arkabu liannani jahilun basitun wa sahibi jahilun murakkabu. Himaru hakim, amesema himari wa hakimu, punda wa hakim. Lau kwamba watu wangefanya insafu, mimi ningekuwa ninampanda yule bwana mwenye punda. Punda asema ningefanya mimi ningechaguliwa nimpande yeye, kwa sababu mimi ni jahili basiti, ujinga wangu ni kidogo najitambua mimi, lakini mwenzangu ujinga wake una matabaka. Jahil, jahala ambayo ni murakkaa. Sasa mtu anasimama pingine la yuhsinu wudhu, hawezi kufanya sawa sawa wudhu, pingine la yuhsinu, hatengene hajui chochote katika Qur'an, pingine hajui chochote katika elimu za kisheria na fatawa za Kiislamu na fiqh ya Kiislamu. Anasimama mbele ya watu, anazungumza kwa niaba ya Waislamu, tena anazungumza mambo mazito, hasa masaili ya nawazil. Afadhali katika baadhi ya masala ambayo tayari wanawachuoni fatawa zake washaziandika kwenye vitabu, zishatoa fatwa na kina Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, na kabla ya hapo na baada yake, pengine afadhali. Lakini anakuja masala mustajidda, ni masala mapya yamezuka, hayakuwepo hapo kale, utakuta mtu haraka anatoa fatwa na kusema hamna hii, wewe ukafiri huu. Taratibu. Wewe ni nani unayezungumza kwa niaba ya Waislamu? Au wewe unayetoka ukasimama mbele za watu ukasema kwa sababu waliosoma hawataki kufanya dawa, wacha mimi jahili nifanye dawa? Ni dini gani iliyokuruhusu? Kwa permit ipi? Sisi tunasema kwamba kunyamaza kimya kwa aliyesoma akawa anajua sio kibali cha kumpa jahili aseme. Uskut wastur awratak, nyamaza na usitiri utupu wako, usitiri aibu yako, usitiri. Usisimame mbele za watu ukasema la taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah tabaraka wa taala anasema usisimame kulifuata na kuliendea jambo ambalo huna ujuzi nalo. Tahadhar. Ukiona kwamba watu hawafanyi dawa na hali ya kuwa wao wana elimu, hatua ya kwanza kuifanya wewe ni kusoma, kisha ukafikisha, kama anavyotuambia Allah tabaraka wa taala katika sura ya 9 aya 122, yani suratu at-Tauba. Allah tabaraka wa taala asema wama kana almu'minuna liyanfiru kaffa, haiwezekani na haiwi kwa waumini wakatoka katika miji yao wote. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa, basi kingetoka katika kila kikundi cha watu. Kwenda wapi? Watu wanatumia aya hii kimakosa. Sasa Mwenyezi Mungu anasema basi singetoka katika nini kikundi? Miongoni mwenu kingetoka kikundi taifa, kikundi cha watu, wakafanya nini? Allah anasema liyatafaqahu fi din, liyatafaqahu, ili waende wakajifundishe nini? Fi dini, ndani ya dini. Ina maana alfiqhu fi dini awwala, watu watoke wakajifundishe dini. Leo wanahimiza watu watoke, lakini kwenda kufikisha dini na hali ya kuwa hawajui dini. Ndio maana tukasema ni lazima tasfia katika manhaji ya da'wa. Sasa ukisema maneno kama haya, ukizungumza maneno kama haya ambayo ni ukweli ndani yake, yana ukweli, ni maneno ya haki, watu watakugeuzia maneno haya kwamba angalia sasa pia hili pia alipinga, halitaki, angalia yapinga hivi. Ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawaamrisha watu watoke. Wende wapi? Liyatafaqahu fi dini, wakajifundisha dini, wakatafaqaha katika dini. Waliyundhiru qaumahum, kisha ndio waje kufuatia sasa, wawaonye jamaa zao. Idha raja'u ilayhim, wakirudi kwa wao, la'allahum yahdharun. Sasa kwa nini tunageuza?
hujajua, hujui chochote, watoka unakwenda kulingania nini? Ndio matokeo yake utakuta Muislamu anasimama mbele ya umma wa Islamu anaanza kuzungumza hadithi za chura na panyabuku. Anasema hii Qur'ani na visa vilivyomo havitoshi. Qasas al-anbiya wal-rusul katika Qur'ani wal-umam, visa vya mitume na manabii na umma wao na watu wao na visa vya mujrimun katika Qur'ani, kadhalika katika sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, kadhalika vitabu vilivyoshehenesha siyaru a'lamin nubala, sera za wanawachuoni na watu wakubwa ambao wameeleza. Imam Shamsuddin Adh-Dhahabi rahmatullahi alayhi ameandika 38 mujallada, ameandika mijalladi 38 kuelezea sera na visa vya wanawachuoni kuanzia mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka katika asri yake. Havitoshi, yani havitoshi mpaka tuende kwenye alfu layla wa layla, kalila wa dumna, yani mpaka tuvuke sasa tuende kwenye alfu layla ulela na mtu asimame aanze kueleza visa vya Babu Gojo na vinginevyo. Yani tumekosa mwelekeo kiasi hicho. Bila ya shaka lazima watu wajitaalamishe katika dini awala. Lazima ilmu kwanza, uwe na ilmu katika aqida, uwe na ilmu katika masala ya kisheria ya kifiqh, uwe na ilmu katika yale unayotaka kuyazungumza, uyafikishe kwa watu katika njia ya usawa sawa. Kinyume cha hivyo ukisimama utapotosha. Sasa wako wangapi wenye kupotosha leo katika dini kwa sababu ya kukosa ilmu? Taibu ni kweli, balighu anni walau aya, nifikishieni japokuwa aya. Ina maana katika yale mambo ambayo ni muhimu katika dharura katika dini ambayo yanafahamika kwamba zina ni haram, kunywa tembo ni haram, mwambie mtu kama ni haram kunywa pombe, sio lazima aje shekhi. Lakini sasa tunavuka mipaka hii. Lau kwamba kila mmoja angesimama mahala pake akachukua sifa ya da'wa, kwa sababu dai ni lazima ajue mambo mengi katika mambo yaliyomzunguka katika dini. Ama masala kumwambia ndugu yako acha hili jambo baya, acha lile jambo, si masala ya kusimama na kuzungumza katika dawa lile na lile na lile na hali ya kuwa una ilmu na ukayakariri kalbabagha, kama vile alipokuwa kasuku aqluhu fi udhunaihi, akili yake kama sikioni mwake, kila anachokisikia ndicho anakisema, hana ushahidi. Na hivi ndivyo unapokwenda wengi katika maduati wa zama za sasa. Kwa hiyo tutasema da'wa ya salaf, da'watun salafiyya ni da'watun mubaraka, da'watur rahma, da'watul ilmi ni dawa iliyokuwa ni yenye kubarikiwa, dawa iliyo katika rahma, dawa iliyojengeka katika misingi ya ilmu. Inamtaka mwenye kulingania ni lazima awe na uwezo wa kielimu wa kutosha ili walinganie watu. Kwa tasfia lazima iwepo vile vile katika njia za dawa. Na isitoshe tasfia na tarbia, usafi huu unaofanywa katika vitabu vya aqida na katika akili za watu na akida zao na kila kitu chao na ibada zao na da'wa na suluki zao na mwenendo wao, kadhalika yafanywe vile vile katika masala istidlal, yani katika dalili. Watu wanatumia hadithi dhaifu na maudhu'a na visa vya uongo, qasasul la tathbut, mtu usimama akaelezea visa ambavyo havipo. Watu hufanya namna hiyo, na Mtume sallallahu alaihi wasallam yasema Imam Muslim katika mukaddima anataja hadithi, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man kadhaba alayya au man qala alayya ma lam aqul, yule ambaye au man haddatha anni ma lam aqul fahuwa ahadul kadhibain au fahuwa ahadul kadhibin au kama qala sallallahu alaihi wasallam, yule ambaye atasema lile ambalo mimi sikulisema basi huyo ni mmoja kati ya waongo wawili, au yeye atakuwa ni miongoni mwa waongo. Mtu atakayekuwa atasema kile ambacho hakukisema Mtume sallallahu alaihi wasallam basi huyo ni mmoja kati ya waongo. Kadhalika asema Mtume sallallahu alaihi wasallam man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, mwenye kunizulia mimi uongo na ajichagulie makazi yake motoni. Sasa ya nini usijifundishe ukataka ithbati ya ukweli ya maneno aliyozungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam au kutokuwa kweli? Kwa hiyo lazima tasfia wa at-tarbiya ala hadhihi as-safa, kadhalika ipatikane malezi juu ya usafi huu. Kwa dawa ya ahli sunnah wal jamaa inakwenda juu ya msingi huo ambao ni madhubuti, na dawa yoyote ambayo haizingatii masala ya tasfia wa tarbia, ujue dawa hiyo haiwezi ikafaulu. Kila kitu kinanyamaziwa mpaka watu wafikie. Mathalan Mtume sallallahu alaihi wasallam asema la tusallu ila alqubur, msiswali kwa kuelekea hali ya kuelekea makaburi, msiswali kufanya hivyo.
Isitoshe, la'ana Allahu alyahuda ittakhadhu qubur anbiyaihim masajida, katika riwaya wa nasara. Allah amewalani mayahudi na manasara kwa sababu wameyafanya makaburi yao, makaburi ya mitume wao kuwa ni misikiti. Kadhalika asema ulaika idha mata fihim rajulun salih ittakhadhu ala qabrihi masjida. Hao walipokuwa ni shirarul khalqi, watakapokuwa amekufa kwa wao mtu mwema, hufanya juu ya kaburi lake msikiti. Wako watu sampuli. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza kuweka makaburi katika misikiti, kadhalika kuweka msikiti baina ya makaburi, kadhalika kusali kuelekea makaburi. Yani katika eneo la msikiti ule ambao ni wakfu kwa ajili ya msikiti, basi wewe na kaburi, liwe liko mbele au liko nyuma au liko katikati au liko wapi, haifai kuelekea na kusali kwenye makaburi, kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kama walivyosherehesha hivyo wanawachuo. Leo hii utakuta baadhi ya maduati wananyamazia hili. Wanaweza kaingia msikiti na makaburi wakakaa wakaswali. Angalia wanawachuoni wamekhtalifiana katika masala kwamba je, ukiswali katika msikiti wenye makaburi swala itasihi au haisihi. Wamepatana kwamba ni haram, kwamba jambo hilo ni la haram. Lakini kuna wanaosema kama Imam Ahmad bin Hanbali kwamba la sala haitosihi, kwamba hauna sala na utapata dhambi. Wengine wanasema sala itasihi lakini haram. Sasa wewe waswali huko pata dhambi, faida yake nini? Kuna faida? Sasa watu wanafanya hivyo na wananyamaza kimya. Ali bin Abi Talib amwambia Abu al-Hayyaj al-Asadi, ala ab'athuka ala ma ba'athani Rasulullah sallallahu alayhi wasallam alla tad'a timthalan illa tamasta wala qabran mushrifan illa sawaita, au kama qala. Asema hivi nikutume kwa yale ambayo amenituma nayo Mtume sallallahu alaihi wasallama, nenda huko usiwache sanamu lolote isipokuwa umelivunja, wala kabri ambalo limeinuliwa juu isipokuwa umelisabazisha, usibakishe. Lakini leo waislamu wafanya hivyo. Sehemu za makaburi ziko, wachukua watu wao kwa maksudi wawapeleka misikitini, hapo kwambia kuna khilafu kwa wanawachuoni. Khilafu ipi? Au kwa maksudi wachukua msikiti na kuweka katikati ya makaburi. Hakuna sala hapo kwa kauli ya wanawachuoni. Lakini watu wananyamazia hili, na ukiwaambia wanakupa ushahidi. Mbona Madina msikiti wa Mtume, mbona Madina Mtume akazikwa katika msikiti wake? Huu ni ushahidi. Abu Bakar, Umar na Uthman amezikwa katika na Mtume Abu Bakar na Umar na Mtume sallallahu alaihi wasallam, hao wamezikwa katika msikiti. Si tambia huyu kwanza atakana ajitaalamishe, atakana abtathi, ni mtu anastahili kusoma alif ba ta fa vingine, au ni mtu ambaye lengo lake ni baya. Mtume sallallahu alaihi wasallam sote tufahamu kwamba amezikwa katika chumba cha bibi Aisha radhiyallahu anha wa ardaha. Kadhalika Umar, kadhalika Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu qabla, amezikwa katika chumba cha bibi Aisha radhiyallahu anha. Watawala waliokuja baada ya hapo, si masahaba, ndio walifanya kazi ile ya kuingiza kaburi katika, au msikiti ukautanua ukaingia katika msikiti, katika kaburi, msikiti ulitanuliwa mpaka ukaingia ndani yake kaburi. Hakuzika msikitini. Alafu ni kiasi gani huku Mtume sallallahu alaihi wasallam akataza watu wasifanye hivyo? Wewe watumie istidlali ya jambo lilifanywa na mtu katika watu ambaye masahaba au baadhi ya tabiina walimpinga katika hilo. Halafu yule Mtume sallallahu alaihi wasallam haikukusudiwa hivyo. Si kwa maana watu wamebedenezwa wakapeleka mpaka msikitini, la, haikukusudiwa hivyo. Haikuwa namna hiyo katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini sasa haya yote yanafanyika katika umma huu na watu kimya. Ukiwaambia wakwambia hayo mambo bwana yana wakati wake. Mambo yana wakati wake, ni jambo linafungamana akida za Uislamu. Kwa hiyo hili ni jambo la kwanza, tofauti iliyopo kati ya dawa ya ahli sunnah wal jamaa na dawa ya wengineo, au dawa ya salaf na dawa nyingine. Na bila shaka tumewafahamu ni kina nani as-salaf ridwanullahi alayhim ajma'in. Tofauti nyingine tutataja baadhi, tumesema baadhi ya tofauti, maana tofauti ziko nyingi. Tofauti ya dawa ya ahli sunnati wal jamaa na jamaati nyingine ni kwamba dawa ya ahli sunnati wal jamaa
ina kitu kinachoitwa alwala walbara. Da'wa ya ahli sunnah wal jamaa na msimamo na mawqif ya ahli sunnah wal jamaa ina kitu kinachoitwa alwala walbara, ambacho kinatokana na neno au na madhumuni ya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, alhubbu fillahi walbughdhu fihi au albughdhu fillah. رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه. ni watu wawili waliopendana kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Watu wakapendana na wakachukiana kwa ajili ya Allah, ni kwa ajili ya dini. Tunasema kwamba katika dini yetu kuna kitu kinaitwa alwala walbara. Alwala watu kufanya wala, mapenzi na waumini, mtu kuwapenda waumini. inma waliyukumullahu wa rasuluhu walladhina amanu alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un waman yatawalla allaha wa rasulahu walladhina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Allah tabaraka wa taala katika suratul maida, kama sijasahau ni aya 52, anasema tabaraka wa taala inma waliyukumullahu wa rasuluhu, ni aya 55. inma waliyukumullahu wa rasuluhu, kwa hakika pana vingine mpenzi wenu nyinyi na rafiki yenu nyinyi ni Allah na mtume wake, alladhina amanu, na wale ambao wameamini. Kwa hiyo ni watu kufanyiana wala kwa ajili ya imani, kupendana kwa ajili ya imani, kunusuriana kwa ajili ya imani, kuteteana kwa ajili ya imani. Mimi nitakupenda wewe kwa sababu tuko kwenye dini, nitakuchukia wewe kwa sababu wewe una khalifu dini. Sasa jambo hili lina miqdar, lina kiwango. Vile ambavyo unatakikana kumpenda muislamu aliyekuwa ameshikamana na dini ya sawasawa katika njia iliyo sawasawa, akawa amejiepusha na mambo ya kiushirikina au mambo ya bid'a au mambo ya ufuska. Muislamu aliyekuwa katika msimamo huu na manhaji yake na akida yake imesalimika, mtu huyu ndiye ambaye atakikana akumbatiwe na apendwe kwa ujumla wake kwa sababu ya imani yake na msimamo wake aliyokuwa nao. Kwa upendane naye kwa ajili hiyo. Huyu atakuwa tofauti na yule ambaye mathalan ni Muislamu, akida yake sahihi, lakini mtu wa maasi, asi, anafanya hili anafanya lile katika mambo ambayo ni muharramat. Ni Muislamu, ndakana umpende na umchukie kwa hili. Kadhalika Muislamu pengine njia yake sawa, anafanya mambo ya khairat lakini mubtadi katika dini. Kuna ile walaya ya Uislamu kwa ujumla, alafu ndani yake vile vile kuna bughd kwa sababu ya bid'a yake. Ndakana umchukie na umpige vita Muislamu huyo huyo Muislamu kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya bid'a na uovu anaofanya. Hivyo hivyo duara zinatembea mpaka wale walioko nje ya Uislamu makufar, tutakuwa tunawapiga vita, tunawafanya baraa sasa kwa sababu ya kufuru yao, na wao wamegawanyika. Kuna ahlu dhimma, almustamanun, almuahadun, kadhalika kuna harbiyun, makafiri wenye kuupiga vita Uislamu na wakapanga njama dhidi ya Uislamu. Bila ya shaka watu kama hawa wala wetu au baraa yetu kwa wao ni kubwa zaidi kuliko wale ambao haupigi vita Uislamu. Kwa hiyo swala hili lina maratib, lina ngazi, kuna darajati na darakati. Usichukue kitu kwa ujumla kwa pamoja ukatoa hukumu kwa pamoja. La, mimi nitampenda Muislamu kwa sababu ya kuupenda kwake Uislamu na kwa sababu ya imani yake na itikadi yake, na nitamchukia kwa sababu ya kukhalifu kwake mwenendo sawa sawa na njia sawa sawa na kufanya maasi ya kadhalika. Hivi ndivyo ambavyo anatakikana Muislamu awe. Kwa hiyo sisi tunasema katika muamala wetu kwa ahlul bid'ah, mathalan tuachie al-fusuq wal-fujur, tunasema ahlul bid'ah watu ambao njia zao haziko sawa sawa katika dini, hawafuati njia sawa sawa kwa sababu ya bid'a walizokuwa nazo. Anasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi, nataka msikilize vizuri maneno ya Ibn Taymiyyah. Anasema wayajibu uqubatu kulli man intasaba ilayhim, inapasa kumwadhibu kila mwenye kujinasibisha na hao watu wa bid'a.
inapasa kumwadhibu kila mwenye kujinasibisha na watu wa bid'a, au dhabba anhum, mbili, au akawatetea, mimi ni fulani bin fulani kwa tarika fulani, au akawatetea lakini wale ni watu wafanya khairi, wana juhudi, akaanza kuwapa maadhir, nyudhuru, au athna alaihim, au akawasifia, akaanza kuwasifia na mwenendo wao wanaokwenda nao kwamba wamefanya hivi, wasifu anatoa, au adhama kutubahum, au akaviadhimisha vitabu vyao, au urifa bimusaadatihim wa muawanatihim, au akawa amejulikana ni mtu ambaye anawasaidia na kushirikiana nao, au kariha alkalama fihim, hata vile vile ndakana kuadhibiwa yule ambaye anachukia kusema vibaya watu hao. Watu wakianza kuwasema vibaya watu hao, tashmaizu nafsuhu, nafsi yake inaanza kupata kitu, kila siku wao tu, mbona waseme mtu fulani, akawa anachukia. Au akhadha ya'tadhiru lahum, au akawa yeye alifanya ni wakili wao, sasa anawapa udhuru, lakini wajua haya akafanya hivi, yule hivi, akaanza kutetea watu ambao hao katika njia sawa sawa. Kisha akasema, akaendelea mpaka pia kusema, wa amthalu hadhihi almaadhiri allati la yaquluha illa jahilun au munafiqan, na mfano wa nyudhuru hizi zinazotolewa na watu ambazo hazisemi isipokuwa mtu jahili au mnafiki. Asema bali tajibu uqubatu kulli man arafa halahum, vile vile inatakikana kumwadhibu kila aliyejua hali yao. Mtu ajue kwamba hawa hawako sawa sawa, yeye ni katika ahli sunna wal jamaa, msimamo wake mzuri, na anajua kwamba hawa kwenye makosa, lakini amejua hali yao, wala miwaawin ala alqiyami alaihim, na hakusimama kusimamia dhidi yao, kuwapiga vita. Yani mtu katika msimamo mzuri, lakini madha taqulu an jamaati fulani, unasemaje kuhusu kundi fulani, hasemi kitu, na anajua kwamba katika dhalala, huyu pia anastahili kupigwa vita. fa inna alqiyama ala haula'i min a'zami alwajibat, kwa sababu kusimama dhidi ya watu hawa ni katika wajibu uliokuwa mkubwa. liannahum afsadu aluqula waladhyana ala khalqin min almashaikh walulama'i walmuluki walumara, kwa sababu watu hao wameharibu akili, wameharibu dini juu ya dhidi ya watu wengi katika mashekhe na maulama na wafalme na maamiri. وهم يسعون في الأرض فسادا, na wao wanaeneza katika ardhi hii ufisadi, wayasudduna an sabilillah, na wanawazuia watu katika njia ya Allah. fadhararuhum fi ddini a'zam, madhara yao katika dini ni makubwa zaidi, min dharari man yufsidu ala almuslimina dunyahum, kuliko madhara ya yule ambaye anaharibu dunia ya watu ya Waislamu. Sasa ukiangalia msingi huu, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi anawaelekeza ahli sunnati wal jamaa na wale ambao wenye kufuata njia wema waliotangulia, kwamba hata wale ambao hawako, yani hata wale ambao wanaonekana katika ahli sunnati wal jamaa lakini wanajinasibisha na watu wa bid'a, pia watakana kupigwa vita, au wenye kuwatetea, au wenye kuwasifia, au kuadhimisha vitabu vyao, au akawa anajulikana kwamba anawasaidia. Kadhalika akawa au akiwa mtu anachukia kusema kwa sababu ni shekhe wangu ati, au huyu ni mwenzetu katika mji wetu, au kadha wa kadha, ikawa anatoa nyudhuru. Mtu kama huyu atakikana vile vile naye asipigwe vita, kwa sababu amekosa alwala walbara. Kwa hiyo sasa inshallah pataadhiniwa kwa ajili ya salatu al-maghrib, kisha tutaendelea na muhadhara wetu katika nukta nyingine zilizobakia. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.